Mko aje sasa? I hope mko poa. Pia mimi niko poa. Mna subscribe ama bado? Mliacha? But naona tunaendelea fiti. I hope mko fiti. Wacheni niwape ka story. Leo nimeshindwa venye nitaita hii kitu. Kuna kitu nilikuwa nataka kwenda kununua. Yaani rob. Imenipea headache. Hii imenisumbua. Niko na kihoma hivi, so kuweza kutamka, unajua sasa kwetu tunaita rob. Hii kitu imenisumbua kuipata hii. Sijui inaitwa sijui nini huku. Sijui bomb sijui nini. Mimi sijui venye nimeona hiyo mambo venye iko. So leo nataka tuangalie. Okay, challenge huku wa issues huku, challenge ya language. Language ni ngumu sababu venye umezoea kuita vitu nyumbani ukija huku tofauti. Sasa unaona kama hii inaitwa mentho bomb. Isome maybe inaweza kusaidia. Maybe unaweza hitaji na ushindwe venye utaipata. Inasaidia sana huu msimu wa baridi. I hope mko poa, mimi niko poa. Kwa wale wanijui naitwa Jimmy Kamoyo ama Jimmy K. Sana sana mimi hujaribu kupea watu tips za venye watakuja huku na chenye watapata. Mimi nawapeanga based on my experience. So si mambo mingi. Sipeani nini. Sipeani advice yenye ukitaka kama ya consultants. Ukitaka advice ya consultants, maybe unaweza tafuta njia nzuri ya kupata. So nataka tuongelee kuhusu reality na mambo zenye ziko huku. Reality. Kitu ya kwanza nataka tuweze kujua kucompare. So hapa naongelea mambo reality na nini, but sisemi kwamba huku ni kubaya. Sisemi kuna shida yoyote. Kujeni tufanye kazi. But kuna zile challenges na mambo zingine utapata huku na ushindwe venye kuko unashindwa. Kwani kuko aje? Kuna issues, kuna two issues. So ningetaka tuangalie tujue utamaneuver kivipi. So kama kawaida mimi hukuja nimejipanga, nimewaandikia mambo hapa. So kitu ya kwanza ni watu wanauliza kuhusu salary. Salary huchelewa. Salary inachelewa sometimes. Pia huku nafanyia watu kazi na itachelewa, but itakuja tu. But sana sana imalize 1 month. Ikimaliza 1 month jua kuna kenye hakiendi poa. So salary huchelewa. Wakati tulichelewa sana ni siku moja tu tulichelewa wakati wa pandemic, but saa hii salary iko sawa. Kuna zile date zenye mshahara inakuja na ikichelewa maybe siku 2, 5, ingawa hizo siku 2, 5 ukichelewa utaitana kwa sababu tunafanyanga huku tunaishi na budget. So ukipata mshahara leo, ingine yote unatuma home. So salary huchelewa. Ukija huku usikuje ati na salary haichelewi. Kitu ingine ni accommodation. Accommodation, kuna kampuni wana accommodation nzuri sana. Na kuna kampuni zingine accommodation zao ni hivi. Sitaki kutaja kampuni yoyote ama nini, but ukishakuja huku upate accommodation ni funny hii isikushtue. Chenye kilikuleta hapa ni kazi. Ile time yenye utakuwa accommodation ni kidogo sana kuliko yenye utakuwa kazini. Provided kuna AC, kuna nini, nyumba iko fiti, uko na kitchen na mahali pa kupika. Hakuna kitu ingine ya kukustua. So accommodation, kuna wenye wana accommodation nzuri kama venye unaona huku kuko. Kuna wenye wako nazo si perfect. Kuna wengine wanapewa kama hii but wanaharibu. So accommodation ziko but kunalingana. So angalia, hapa kuna mambo na unafikiria ukija huku kwamba kila mtu mtasikizana.
Ama unafikiria ukija huku mtapendana na Wakenya wenzako? Venye life iko, venye Kenya watu wanachukiana, that is the same way, ama the same case venye mambo ina happen huku. Ama maybe unajidanganya, nikienda huko nitapata rafiki Muhindi, utapata rafiki Mwarabu, utapata rafiki mnini. Utapata, yes, but challenges ziko low, chances ziko low za kupata hao marafiki na venye unafikiria. So hivyo ndio iko. Kitu ingine ni mambo na dating, mambo na dating. Sasa hii mambo na dating nayo ni challenge kubwa sana, especially kwa watu kama sisi, watu wenye bado damu ni moto, watu wenye bado damu ni moto. Nimejiuma hapa, ndio maana sina mawawo mingi, sina mahanjam sana, nimejiuma hapa. So ndio maana mnaona, so dating ni challenge, kitu ya kwanza. Na ni challenge kwa sababu wakati huku huwezi date kama Kenya, huku hata unaogopa kumapproach msichana, maybe sababu ya ukiweza patikana maybe unamapproach na maybe aseme unamharass, ni shida kwako. Then kuna sheria za huku kumface mtu hivi, kumwangalia, kuna kuangalia maybe mama macho kwa macho ama msichana macho kwa macho, sometimes ni haifai kulingana na sheria za Kiarabu. Haufai kumwangalia bibi ya mtu ama mtu hivi kwa macho. So sometimes hata ukiongeleshwa, wakikuongelesha unafaa uiname hivi tu usikize, umjibu, then. So dating ni challenge, usifikirie ati hapa utakuja kudate. Hapa ni kazi sana sana. Wakenya wenzako maybe mtaongea na huko haina issue, but sometimes kufanya kazi na wenye nchi na watu wengine ni challenge. So kitu ingine ni mambo na chakula. Kupata chakula ya huku ni very very, sijui niite fake, imetoka China tu. Viazi haziivi, sijui viazi zimetoka wapi. So viazi, vitu zimetoka nchi tofauti tofauti, especially viazi ni very poor. Zingine haziivi bro. Lazima mtu achunge hapo. So sahau na mambo mingi ya chakula cha Kenya. Utakipata but ni very expensive. Lakini unaweza manage kwa sababu ukibakisha kama 300 yenye unapewa chakula, utaweza kukula chakula ya Kikenya venye unataka. But kama mnapewa chakula inakuwa ni challenge juu wanawapikia chenye wanahitaji. Kitu ingine watu hufikiria tukiwa huko tuna pesa mingi sana. Kwa kweli kuna pesa, lakini pesa yenye iko huko si ati ni mingi. The moment unakuja huko pia unapata kuna tu vitu unafaa kuwa una upgrade. Kama ulikuja huko bila nguo, kuna vitu fulani unanunua, nguo za huku za baridi, nguo za huku za joto. So zile vitu zinanyonya pesa yako kidogo kidogo, then kuna familia unafaa usupport. So mtu akiwa huku pesa yenye unapata ni enough ya wewe kuishi maisha mazuri na kusave kiasi, but si enough ya kuanza kutumia marafiki na nani. So I hope marafiki watanipata. Pesa yenye tunapata ni nzuri yetu kujipanga na kusaidia familia zetu, na si kila mtu kwa familia. Watu wale ni immediate family members. Au pesa yenye utapata imekutosha wewe kujipanga na kusupport maybe bibi na familia na kusaidia kujipanga mdogo mdogo. So I hope hapo tumepatana vizuri. So pesa hapo fiti sana. Value for money, wakati unakuja huku unapata kama security kuja huku, unalipa around 200k, but nakuwa sure ukitoa hiyo pesa, maybe in 5 months utakuwa umerudisha pesa yako. Lakini ukiendelea, so utakuwa ukiona value for money, so utaenjoy maisha, utafanya kazi. Kitu ingine ningetaka kuambia, so kama watu wa familia wanakutegemea sana, hauwezi
saidia, ama maybe familia yenu ni kubwa na inahitaji usaidizi mkubwa. Wewe peke yako hauwezi sustain ukiwa huku, kwa sababu pesa yenye unapata si mingi. Maybe una mtoto, maybe una bibi, maybe kuna sister, kuna mama, na wote wanahitaji usaidizi wako. Hautaweza. So the best thing ndio huwa na advice, make sure ukipata chance umekuja huku ama ukiwa nchi zingine, saidia mabrothers wako na watu wengine wenye unajua wanahitaji usaidizi wako kuja huku. Na pia ukumbuke, si ati tu ni watu wa familia unasaidia. Kuna wale marafiki wako wenye umetoka mbali. Rafiki mwenye ukimpigia tu simu hivi anakaa mbio kukusaidia, hataki kujua unapitia nini, ama atakuja kujua story baadaye, but before that amekusaidia. Make sure umesimama na wao, uhakikisha wamesimama, kwa sababu kujidanganya ati utakuja huku kutengeneza marafiki, huku hakuna rafiki ya mtu venye mnafikiria. Maybe wale marafiki wenye umezaliwa nao, umegrow nao huko, mnajuana, wanaweza kukusaidia kuliko rafiki mwenye utapatana naye huku. Usijidanganye ati utapatana na James ama rafiki mwingine kutoka na huko, upatane naye hapa, then muwe na urafiki. Bado urafiki ya huku haitoshi. Then mjue, be very careful na warafiki wako wakati unafanya kazi, kwa sababu pia ni wasaliti. Wasaliti kimpango. Hiyo nimewaona tu. Na ukitengeneza marafiki, be careful. Usikuwe mtu wa kutengeneza marafiki very fast. Ongea kidogo, sikiza mingi. Make your decision, choose the best friend or partner that you want in your life. Yeah? Kitu ingine ni security yako ukiwa huko. Kama kuna kitu ya maana unafaa kujua kuhusu ya security. Security iko faster, kama maybe polisi kuna issue wanakuja faster. But ile issue ikikufanyikia, wacha niwaambie, hata wakati mtu anafanya huku kazi, usimtarajie ati Mkenya mwenzako ako hapo na wewe. Huyo Mkenya mwenzako, nimeona cases mingi, Wakenya wenzetu wanakataa Wakenya wenzao. Wanadunga visu, wanafanya mambo zingine, wanakudunga chupa. So, your security start with you. Be very patient, tolerate mambo zingine. Tumetoka nchini mahali tofauti ama nchi tofauti. Be very careful. Jua kwamba kale kama mtu unakaona maybe ni kadogo, unaona, unajua kuna wengine wanakuja huku wana mioto, wanaona huyu nitagonga huyu. Ako kadogo kanaweza chukua kitu kakutandike ama kakugonge na chuma ama kitu, na ujipate kwamba umekuwa kiwete ama umerudi home. Yani unaweza fanyikiwa kitu kibaya. So usikuwe hot tempered. Hata kama kuna issue yenye inakuudhi, make sure umeapproach vizuri. Na hata kama ni wewe, make sure make sure uko just. Hata kama ni vita, sometimes inabidi maybe ufanye hivyo, but usikuwe mtu wa haraka kukimbilia visu na nini. Utamuumiza mtu wenyewe forever, na pia wewe inaweza kuweka kwa mashaka. So be very careful na mambo na security yako mwenyewe, na kuishi na watu. Kaa neutral na kila mtu. Ongea na kila mtu. Usikuwe na issue na mtu yeyote. So hapo I hope tuko pamoja. Kitu ingine hapa, ati unajidanganya ati nisipoenda kazi nitalipwa. Hapa kama kuna nchi mbaya kusurvive bila kazi ni hapa, kwa sababu kila kitu ni pesa. Na wakati ujue hizi kampuni zinakuhitaji juu uko na afya nzuri ama kitu kama hiyo. So wakati haujaenda kazi, kama wewe si mgonjwa na hauna leta kutoka hosi na haujaenda kazi, hautalipwa hiyo siku. Na sana sana kampuni zingine zinakukata pesa juu ya kukosa kuingia kazi hiyo siku. So be very careful. Ujue hapa ni kazi, umekuja na kazi, na ni kazi na ni kazi. No shortcut. Tuko pamoja? No shortcut about that. Pia vitu zingine, huku kuna stress kibao, na kuna stress mambo hivi. So lazima ujaribu ujue venye utakuwa na spend your free time.
jaribu ujue venye discuss ama utakuwa na spend your free time, kwa sababu ukikaa free hivyo ndio maybe unapata umeanza kufikiria mambo zingine. Make sure wakati uko free, maybe kuna time ya kulala, kuna time ya kusikiza maybe ngoma, kuna time ya tizi. Wakati uko free, especially when unafanya 12 hours na wengine maybe 8 hours na siku yenye uko free, make sure maybe umeenda ukatembea na huku ukaona venye nchi inakaa. Make sure kama uko huku tafuta kadi ya basi Karwa ama metro. Hizo ni almost zero. Kutembea tu unaingia kwa basi, una swap kadi na life inakuwa hivyo. Try to manage yourself, make sure uko na ratiba ya kila kitu. So yangu ningetaka kuongelea hayo. Be very careful na marafiki wenye uko nao. Na kitu ingine, life iko sawa. Life iko sawa. Pesa unapata, unalipwa pesa mzuri. Hii video nilikuwa nishutie na huku but sikuweza. Life iko sawa, mambo iko fiti. Unalipwa pesa vizuri. So make sure umespend pesa yako vizuri, kwa sababu usipojipanga mambo kinaumana tu, kwa sababu kila mwezi una pesa. So the best thing kufanya, ukishika zile do zako end month, ukishika zile pesa zako, make sure you have one day na hiyo pesa, one day. Na make sure before the end of the month uko na mpango, umepanga venye zile pesa zinaenda. Hii 5 inaenda kwa mtu fulani, hii na save, hii nakula. Make sure ikifika uko na one day yenye una save kwa bank direct. So make sure you have umejipanga vizuri, sababu ya future na mambo zingine. So yangu ni kuwatakia nice time. Ni kazi tu, watu wamelala huku, niko peke yangu mtaani. So nawatakia all the best wakati mnapo relax. Jueni tuko pamoja. Na maybe kama kuna vile unaweza saidiana, mimi nasemanga kama kuna vile utamsaidia mwenzako aje kazi ama apate job, hiyo ndio the best thing yenye unaweza fanya. Hakuna kitu kingine ya maana unaweza mfanyia mtu. Mfunze kujishikia samaki yake na utabarikiwa. So I wish you all the best. Have a blessed evening. Wenye mko kazi, tufanye kazi kwa bidii. Wenye mko night shift, tusukume hadi kesho. Na wenye mnapitia hali ngumu pia tunawaambia Mungu yupo, siku zinajihesabu, but life yako ina matter sana. In everything that you think about, make sure you are safe wherever you are. Make sure you are safe na heart yako imepata amani. Heart ipate amani na uko safe. Na msisahau kusubscribe kwa hii channel. Kwa sababu, na pia kama uko na swali, ni vizuri unaweza kuuliza. Nilisema vitu kama accommodation ni free. Ukija kazi ya kampuni, vitu kama accommodation ni free, transport ni free. So mambo na kulipa nyumba na nini, wewe ni chakula tu unajibaia. Gari inakuja inakuchukua, so ni chakula tu na kujifulia na omo na nini. Hizo tu vitu basic ndizo unajifanyia. Mambo zingine gari inakuchukua, ukimaliza kazi yako unaweza enda kwenye unataka. So nawatakia all the best. Muwe na time poa na inshallah masalama. So baadaye.